Nimekuandalia ratiba nzuri sana ambayo inaweza kukusaidia toka asubuhi unaamka mpaka kesho siku ya pili unapoamka tena. Hii ratiba ukiifuata vizuri mambo mengi yataenda sasa. Yaani kila kitu kitaenda poa. Bwana, kitu cha kwanza hakikisha unaamka mapema. Yaani asubuhi panapokucha hakikisha unaamka mapema kabisa. Yaani kabla jua halijachomoza wewe amka. Lakini kitu cha pili hakikisha unasali, unajikabidhisha kwa Mwenyezi Mungu. Kama wewe ni Mkristo, basi unapiga magoti, unamwomba Mwenyezi Mungu, lakini kama ni Muislamu pia unapiga dua zako hapo, unamwomba Mungu, unajikabidhisha kwa Mungu. Hiyo ni kitu cha pili. Lakini kitu cha tatu hakikisha unafanya mazoezi. Bwana, fanya mazoezi kidogo. Hakikisha unauweka mwili wako katika hali ya uchangamfu. Uchangamfu unaupata kupitia mazoezi. Yaani kuna namna fulani unaweza ukaamka ukiwa umechoka sana, lakini ukipiga mazoezi unakuta mwili wako ushaamka na uko safi kabisa. Yaani ile unauweka mwili wako katika hali nzuri, yaani katika hali ya kujiandaa na mambo mengine yanayokuja. So ukifanya mazoezi hata kidogo tu, ukapiga push up zako 2, 3, ukakimbia kidogo au ukarukaruka, inakusaidia. Hicho ni kitu muhimu sana. Lakini kitu cha nne hakikisha unafungua kinywa. Kufungua kinywa unaweza kufungua kinywa hata kwa maji ya moto. Kama una chai pia unaweza kupiga chai yako, lakini kama una chochote ambacho unaweza ukaamini labda kinaweza kufungua kinywa, basi hakikisha unakitumia kwa kidogo, yani kwa kiasi kidogo. So kifungua kinywa kitu ambacho unatakiwa ule mpaka ushibe. Kifungua kinywa ni kitu ambacho kinaweka mwili wako tayari kwa kupiga michakato mingine. Yaani unaweka mwili wako sawa kutoka kwenye mazoezi, so unapiga kifungua kinywa na mambo yanakuwa poa. Lakini kitu cha tano hakikisha unawahi kazini. So hapo tunazingatia muda sana. Hakikisha unawahi kazini, unaenda kazini. Na kama unaenda kazini basi focus na kule unakoenda. Usifanye vitu vingi ukiwa njiani. So focus na kazi, focus na kule unakoelekea. Yaani kama unaenda kazini basi hakikisha unaenda kazini. Zingatia sana muda. Yaani usifanye vitu vya masiara wakati umeshapanga kwenda kazini. Bwana, ni muhimu sana kwenda kazini. Acha kufanya vitu vingi sana njiani. Wewe focus na kule unakoelekea. Lakini kitu cha sita, jifunze kitu kipya kila siku. Bwana, ukiwa kazini hakikisha unafanya kazi yako vizuri, lakini hakikisha unajifunza mambo mapya kila siku ukiwa kazini kwako. Jifunze ufanisi katika kazi zako, lakini pia jifunze vitu vipya, namna ya kufanya kazi zako. Kama ni mfanyabiashara basi jifunze njia nyingine ambazo zinaweza kusaidia kazini hapo, labda kukaribisha wateja vizuri, aidha kutengeneza mbinu mpya za kibiashara na vitu vingi tofauti tofauti. Hakikisha kila siku unachukua kitu kipya kwenye kile unachokifanya. Kisha unatengeneza kitu kipya, unakiandaa kitu kipya kingine. Yaani ulivyokuwa jana usiwe vile vile leo. Hakikisha leo unakuwa tofauti na jana. Yaani jitahidi utengeneze kitu kipya kila siku. Bwana, hicho ni kitu cha 6. Lakini kitu cha 7, tumia pesa kwa nidhamu. Bwana, hakuna kitu kibaya kama kutumia pesa vibaya. So unapokuwa kazini kuna mambo fulani yanaweza kaja, so ukatumia pesa vibaya. Anza kutumia pesa vizuri. So unaweza ukafika pale ukakuta labda kuna watu fulani wanafanya mambo fulani hivi na ukatamani, so ukaiga. Usifanye hivyo. Wewe fanya kile ambacho unakiamini. Kama ni pesa ya chakula basi tumia tu pesa ya kula. Unaweza ukanywa, lakini pia ukafurahi. So usifanye vitu kwa sababu watu wengine wanafanya. Fanya vitu kwa sababu unatakiwa ufanye. Fanya manunuzi yanayofaa. Usifanye manunuzi kwa sababu watu wengine wanafanya manunuzi. Hakikisha unaheshimu pesa yako kila siku. Usitumie pesa vibaya. Hicho ni kitu cha muhimu sana. Lakini kitu cha 8, tunza afya. Hicho ni kitu muhimu sana kwa sababu unavyoishi siku zote, kila siku hakikisha unaiheshimu afya yako. Aidha kwa kula matunda, lakini pia kwa kula vyakula vile vya asili ambavyo havina kemikali nyingi. Lakini pia usifanye vitu ambavyo naamini kabisa hivi vitu nikifanya vitaharibu afya yangu, kwa sababu siku ya mwanadamu toka asubuhi mpaka na lala jioni, hapa mchana tunakuwa tuna mambo mengi sana kufanya. So moja kati ya mambo ambayo tunafanya ni pamoja na kuharibu afya. Kwa hiyo zingatia sana namna kuitunza afya yako. Hicho ni kitu muhimu sana. Tunza sana afya kwa sababu afya ndio kila kitu. Unajua afya unaweza kuiharibu kwa vitu vidogo sana, lakini ukaja kurecover hiyo afya yako kwa magharama mengi sana. So unaharibu kwa vitu vya bei rahisi, lakini kuilinda sasa hiyo afya au kuirudisha hiyo afya iwe kama ilivyokuwa mwanzo, unatumia magharama mengi sana. So hakikisha unailinda afya yako hiyo siku. Yaani hakikisha unailinda afya yako kila siku. Lakini kitu cha 9, hapo nafikiri siku ya mchana ndio imeisha. Na 9, rudi nyumbani. Kama umeshafanya kazi yako, rudi nyumbani. Anza kutengeneza ratiba yako ya kesho. Yaani unapofika nyumbani hakikisha unaanza kuitengeneza ratiba yako ya kesho. Unajua siku zote watu wengi wanafeli kitu kimoja, kwamba unapomaliza siku hakikisha unaiandaa siku inayofuata. Yaani kwa mfano kesho ujue utaenda wapi, kesho utaanzia wapi, kesho ulipoishia je unatarajia kwenda mpaka wapi. Yaani kuna namna fulani anza kuifikiria kesho. Tengeneza ratiba yako ya kesho. Anza kuiandaa kesho. Kama ni nguo ziandae leo. Asubuhi unavyoamka unavaa tu. So itengeneze ratiba yako ya kesho leo. Yaani leo itengeneze
kesho. So ikifika jioni hakikisha unaiandaa kesho. Yani kesho yako iwe bora zaidi kupitia leo. Yani leo iandae kesho yako. So unaweza ukapanga nguo zako vizuri, ukaandaa vitu vyako vizuri ili asubuhi unapoamka mambo yako yakae poa. Bwana, kitu cha 10 na cha mwisho, hakikisha unapumzika mapema. Hapa ndo kitu ambacho ni muhimu zaidi. Bwana, hakuna kitu cha muhimu kama kulala mapema, kwa sababu ukilala mapema itakuwa ni rahisi kuamka mapema. So hakikisha unalala kwa muda sahihi bila kupoteza muda, lakini pia usifocus sana na simu muda wa kulala. Kisha muda ukishafika kulala, nenda kapumzike. So kama una kitabu unaweza kusoma kitabu, ukishafika muda wa kulala unalala. So kama ni simu, hizo mambo ya kimitandao unafanya kwa muda fulani, lakini ukishafika muda sahihi wa kulala hakikisha unalala. Kama unalala saa 4 basi hakikisha saa 4 unalala. So leo unalala saa 4, kesho unalala saa 7, kesho unalala saa 8, kesho unalala saa 9. Mambo yanakuwa tofauti. So ukiishi kwa ratiba hiyo itakuwa ni rahisi sana kufanya vitu kwa ufasaha. Lakini ukiishi tofauti na ratiba hizi itakuwa ni tofauti sana kwenye maisha yako. Hakikisha unaishi kwa ratiba hizi itakusaidia sana kwenye maisha yako na kila kitu kitakuwa poa sana. Bwana, kama umesikiza video hii mwanzo mpaka mwisho, basi usisahau kusubscribe hapo. Usisahau kugusa alama ya kengele hiyo hapo, lakini usisahau kucomment ambacho umejifunza. Na kama kuna jambo ambalo nimelisahau kwenye hii ratiba, basi unaweza kaliongeza kwa comment hapo ili watu wengine wajifunze kupitia comment yako. Lakini pia usisahau kushare video hii kwa watu wengine. Utakuwa umetisha sana na Mungu atakubariki. Bwana, usisahau kusubscribe, hichi ni kitu muhimu sana ili kuendelea kusupport kazi zangu na maisha mengine yaendelee. Bwana, hii ni Fielo na maisha halisi. Tunaishi maisha ya kweli.